Good evening na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili tuendelee na uchanganuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule Narok County kwenye eneo bunge la Emurua Dikirr masaa machache kabla ya kupumzishwa kwa mbunge Joanna Ng'eno. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, kuna hali ya wasiwasi ambayo bado inaendelea kushuhudiwa kule Emurua Dikirr Primary School ambapo mwili wa Joanna Ng'eno ulikuwa umefika siku ya leo ili wananchi waweze kutazama huu mwili wake kwa mara ya mwisho. Na pia kuna viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi kutoka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, viongozi wa UDA ndio walikuwa wamefanya maandalizi ya hii sherehe ya siku ya leo. Lakini watazamaji wangu, mambo ambayo yametendeka siku ya leo ni mambo ambayo yameleta aibu kwa serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu kwa mara nyingine watu wa Kipsigis, watu wa Emurua Dikirr wamekataa viongozi wa UDA, wakawaheko, wakawafukuza, na hata hawa viongozi watazamaji wangu hawajapewa nafasi ya kuzungumza na wananchi. Kabla ziendelee kuwafahamisha zaidi watazamaji wangu kuhusiana na ripoti ambazo tunaendelea kuzipata sasa hivi kutoka kule Emurua Dikirr, ningependa kukuomba uweze kulike hii video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na watazamaji, kuna fujo na ghasia ambazo zimeshuhudiwa siku ya leo ambapo wananchi wameanza kuleta ile hofu na watazamaji, kuna fujo na ghasia ambazo zimeshuhudiwa siku ya leo kwenye hafla ya kutazama mwili wa aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Emurua Dikirr Joanna Ng'eno. Wananchi wameanza kuleta fujo, wakaanza kuvuruga ule mkutano, kuwalazimisha baadhi ya viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza kuondoka kwenye lile eneo. Mpaka siku ya leo watazamaji wangu, watu wa Kipsigis, watu wa Emurua Dikirr hawaamini ya kwamba kifo cha Joanna Ng'eno kilitokea kwa njia za kawaida. Bado wanataka majibu kutoka kwa serikali kuhusiana na kifo cha Joanna Ng'eno. Na siku leo watazamaji wangu, kama kuna kiongozi ambaye amekumbana na kipindi kigumu pale kwenye ile shule ya Emurua Dikirr Primary School, ni huyu Oscar Sudi, kwa sababu wakati anajaribu kuzungumza na wananchi, akiwatuliza, akiwaambia kwamba waachane na makelele, nao wananchi watazamaji wangu wao wako na hasira, wanaendelea kuomboleza, na kwa hivyo ikakuwa ni vigumu kwa huyu mbunge Oscar Sudi kuendelea kuzungumza na hawa wananchi. Sio yeye peke yake watazamaji wangu, kuna viongozi wengi wa UDA ambao hawajapata nafasi ya kuzungumza na wananchi siku ya leo baada ya zile vuta ni kuvute ambazo zimeshuhudiwa siku ya leo. Nataka nikupeleke moja kwa moja mtazamaji wangu mpaka pale ground uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, na watu wa Emurua Dikirr wako na ujumbe gani wakati wanaendelea kumuomboleza kiongozi wao. Kweli huyu kiongozi wao alikufa kwa njia za kawaida ama ni kifo ambacho kilikuwa kimeweza kupangwa kiweze kutendeka? Kabla sijakuwekea hii video mtazamaji wangu na kuonyesha vile hawa viongozi wamepokelewa siku ya leo kule Emurua Dikirr Narok County, na kuomba tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Acha tegisi Joanna Ng'eno miten. Chine tegisi Joanna. Acha, kengoro. Chine tegisi Joanna ogiburo. Ogiburo tegisi Joanna o. Ayo, pero oburi ba komane. Oburi. Chine ogiburo ba. Chine wasema kitegisi mheshimiwa. Ogia tegisi mheshimiwa oburu. Chine wewe.
wale Kiburo na uteleni oburi ba okwe kile kwenda bozo Kiburo le otegis mheshimiwa ende na meeting ogetegis mheshimiwa ogetegis Arang'eno ogiwaendeni saibortanyin sekot haya tafadhali Kiburo na tutulie haya tutulie sasa chama anaendelea kidogo Kalei kakosomo siaptrak nebo tabikab oret kole ongemuitechingei. Kwasamwa lokonech heshima. Ongetaita tugul matotorte chi. Asante. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, ndivyo hali imekuwa siku ya leo kule Emurua Dikir Primary School. Viongozi wananchi wanataka majibu kuhusiana na kifo cha kiongozi wao, na yale mambo ambayo yametokea siku ya leo pale Emurua Dikir. Watazamaji wangu, ni picha kamili ya mambo ambayo tunayatarajia kufanyika siku ya leo. Kama siku ya leo kuna fujo na ghasia ambazo zimetokea, viongozi wakakuwa heckled, wakakuwa rejected, sasa siku ya kesho kutakuwa vipi? Kweli haya mazishi yatafanyika kwa njia ambazo ni za amani? Watu wa Kipsigis wataleta fujo tena na ghasia kwenye mazishi ya kiongozi wao Johana Ng'eno? Hiki ni kipindi ambapo watazamaji wangu, wananchi wanastahili kuwa na amani, wanastahili kuwa na utulivu na kumpatia zile heshima zake mbunge ama aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Emurua Dikir Johana Ng'eno. Lakini yale mambo ambayo tunayashuhudia sasa hivi ni mambo ya aibu. Unaona ya kwamba viongozi wanakuwa heckled, wanafukuzwa. Hii inamaanisha kwamba hawa wananchi hawaridhishwi kabisa na kifo cha kiongozi wao, na wanaona kabisa hiki kifo kwa njia moja ama nyingine kilikuwa kimeweza kupangwa kiweze kutokea. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini msende mbali kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha kuhusiana na ripoti ambazo tunaendelea kuzipata kutoka kule Emurua Dikir Narok County kuanzia sasa hivi mpaka siku ya kesho ambapo mbunge Johana Ng'eno atakuwa anapumzishwa. Hali itakuwa namna gani? Je, usalama utazidi kuimarishwa kabla hayo mazishi ya siku ya kesho? Kwa sababu kulingana na vile hali ilivyo sasa hivi, siku ya kesho pale Emurua Dikir kunahitajika usalama wa hali ya juu ili kudhibiti fujo na ghasia zozote ambazo huenda zikaletwa na wale wananchi kutoka pale kwenye lile eneo bunge la Emurua Dikir. Kabla sijatamatisha watazamaji wangu, nawakumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, posta ujumbe ami habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.